na miongoni mwa wakurugenzi waliokuwepo wakati inaanza wilaya ya Ubungo ni pamoja na huyu Kayombo ambaye yuko hapa leo jiji. Wilaya hizo Mheshimiwa Waziri zilikuwa mpya, hazina jengo la mkuu wa wilaya, hakuna nyumba ya kiongozi, hakuna hospitali ya wilaya, hakuna chochote, mpaka jengo la halmashauri hakuna. Lakini ndani ya miaka ile mitano tulihakikisha wilaya zote zina kila kitu. Na sisi tulikuwa miongoni mwa watu wa kudesign majengo. Ila jiji hapa ni majungu, ushirikina, wako kwenye majengo ya ukoloni tu. Na hivi tunavyoongea, mkurugenzi ni shahidi pamoja na rasi, watumishi wengi hawawezi kukaa kwenye ofisi ya jiji, wamegawanywa kwenye maeneo tofauti tofauti. Na hiyo inaleteleza kuwa hata na nyaraka za serikali kuwa kwenye mazingira hatarishi. Unaweza kumlaumu mtumishi ametoa nyaraka, kumbe mazingira ya kazi yenyewe yanafanya nyaraka iweze kuchukuliwa na mtu, na sisi tumekula kiapo cha kutunza nyaraka. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba jengo hili litakapokwenda kukamilika, na ambao leo naenda kutuwekea jiwe la msingi, itakuwa ni faraja kubwa sana na alama nyingine ya pili ya ukombozi wa jiji letu la Arusha kuwa na makazi au kuwa na ofisi ambazo tumejenga wenyewe. Lakini baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri, utaenda kushuhudia utiwaji wa saini wa mikataba itakayokwenda kubadilisha sura ya mkoa wetu kwa ujenzi wa stendi na masoko mawili. Naomba makofi mengi sana. Tena ukiwa wa thamani ya zaidi ya bilioni 30. Hii stendi ni mali ya mkoa wa Arusha. Bahati inajengwa kwenye jiji la Arusha. Na stendi zimejengwa katika mikoa mbalimbali chini ya Wizara ya TAMISEMI ambao kakaangu anaisimamia. Lakini pia katika utiwaji wa saini, Mheshimiwa Waziri, nitakuomba ulizie, kwa kuwa mradi huu ulitakiwa uanze kufanywa kazi na kujengwa tangu 2019. Mimi nimekuja 2020 nimekuta mradi huko kwenye msingi. Yaani 2019 walikubaliana, ikapita na kwenye bajeti kujenga ofisi ya jiji la Arusha, na mikataba ikasainiwa, hawakujenga, wakaanza kuvutana. 2020 hawakujenga. Na nilikuwa nafuatilia juzi, nikatumiwa na clip moja ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Magufuli akilalamika juu ya jiji la Arusha, kwa nini mnashindwa kujenga stendi? Wakati huo akiwa ameteua viongozi wapya, akiwataka waje wasimamie ujenzi wa nini? Wa stendi. Kwa sababu tu ya majungu na ushirikina, haya mambo hayakuwezekana. Sasa shoti we, mpaka imefika wakati ambao Mungu amekusudia iwe ndoto ya wananchi wa jiji la Arusha na wananchi wa mkoa wa Arusha. Nimewaomba waliokuwepo kipindi hicho, ambao ni viongozi wetu, akiwepo mstahiki meya wa kipindi hicho, naibu meya, mkurugenzi madeni, mwanasheria wa jiji wa kipindi hicho, lakini pia nimemwomba aliyekuwa mkuu wa wilaya wa kipindi hicho Dakalo, angalau tuwape cheti cha kutambua mchango wao, kwa kuwa walifanikisha kupata eneo la kujenga stendi heka 30. Sasa kwa nini hayakujenga? Ni mvutano leo kuwepo. Kuna watu walikuwa wamewahi wakanunua eneo lile, eneo wakataka serikali ilipe fidia. Ilikuwa ni kama shilingi ngapi meya? 2.8. Yaani walitaka wao, ni kama wanasikia kuna mradi unakuja wa kujenga stendi, wakawahi wakaenda kuwachukua wananchi pale, wakawalipa fidia, alafu wao wailazimishe serikali kajenge pale. Alafu kishajenga pale ile stendi, wao wale bilioni 2 na pointi ngapi? 0.8. Mvutano huo huku wakina Bananga alikuwa ndio mwenezi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kipindi hicho, alikuwa ndio mwenyekiti wa mipango miji wa jiji la Arusha. Wameshirikiana na Dakalo aliyekuwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi madeni, mwanasheria, wakapata mdau wa kutoa heka 30 bila 100.
Lakini viongozi wa kipindi hicho hawakutaka kwenda kwenye eneo la bure lililochangiwa na mwananchi. Walitaka waende kwenye eneo ambalo litalipwa bilioni 2 na milioni 800 ili wapate ile fidia wale, alafu kwa wakipiga makofi wanashangilia stendi na jengwa, kumbe watu wametengeneza hela kupitia fidia. Msingi huo tumeufuta, tumerudi kwenye eneo lililotolewa na wadau, na leo Mheshimiwa Waziri, wadau hawa utawatambua na utawakabidhi cheti cha kuwashukuru kwa uzalendo wao wa kutupatia heka 30 bila kuingia gharama. Na stendi hiyo itakapokwenda kujengwa, basi itakuwa ni fahari ya watumishi walio wema wanaoweza kusaidia taifa lao, sio wale wanaoweza kutumia zile fursa zinazopatikana kujinufaisha wao wenyewe. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri, ametupatia kilomita 70 mpya za lami. Na hizi zote zitapita kuanzia kule tunakopenda kula mishkaki kwa Mlombo, itaenda mpaka Bondeni City, itakwenda mpaka JKT, itazunguka, itakuja kutokea hapa kwa ndugu zetu kwenye hoteli ile Fun Retreat. Manake tunatengeneza bypass nyingine yenye urefu wa kilomita 70. Manake kwenda huko ambako Mheshimiwa Waziri tunakwenda kujenga stendi, itakuwa ni makazi mapya mazuri sana. Na yule ndugu aliyetoa lile eneo, inabidi uwe na siku nyingine Mheshimiwa Waziri tukusimulie stori za mkoa wetu wa Arusha. Yule mtu aliyetoa lile eneo amepitia machungu mengi sana. Yaani mwananchi amekuja halmashauri ya jiji, ana ardhi yake ya heka 1000. Akaiomba halmashauri ya jiji wakubaliane, anataka kuupanga uwe ni mji. Alafu akakubali na wakasaini mkataba na jiji wa 5% ya mauzo yatarudi kama sehemu ya kuipa jiji kama mapato. Walivyoanza ule mchakato, wakasaini mkataba.